Karibu sana Asham TZ YouTube online channel. Leo nakuletea tamthilia 10 bora ambazo zinafanya vizuri zaidi kwa mwaka 2026 kwa upande wa YouTube, na hizi nyingine zimeanza kuonyeshwa kuanzia 2025 na kuelekea mpaka sasa 2026 zinaendelea, nyingine zimemalizikia huu mwaka 2026. Kwa hiyo hizi ni tamthilia ambaye 10 bora. Zipo tamthilia nyingi sana ambazo zinazoonyesha katika upande wa YouTube, lakini hizi tumeuchagulia tamthilia 10 ambazo zinazofanya vizuri zaidi kwa upande wa YouTube. Na nianze tu kudondoshea namba 10 au nafasi ya 10. Nafasi ya 10 ni tamthilia ya Bad Boy. Hii tamthilia imefanikiwa au inafanikiwa mpaka sasa, kwa sababu inaendelea kuonyeshwa. Ina zaidi ya viewers 260,000 katika kila episodi, na anaonyesha tamthilia hii ni mwenye akaunti ya KP wa Aquino, akaunti ambayo inamilikiwa na KP, lakini akaunti hiyo ameipa jina la KP wa Aquino. Hii tamthilia inashika nafasi ya 10, ina wastani wa viewers 260,000 na zaidi. Yani namaanisha kuwa kuna baadhi ya scene nyingine au episode nyingine zina zaidi ya hapo, zingine za pungufu hapo, lakini huo ni wastani tu wa viewers. Namba 9 au nafasi ya 9. Nafasi ya 9 sikusita kuipa tamthilia ya Bado Natafuta. Hii tamthilia ya Bado Natafuta ni love story ambaye ina zaidi ya viewers 360,000 wastani wa series zote mpaka sasa ambazo zinazoonyeshwa na bado inaendelea kuonyeshwa. Bado Natafuta ni love story, inaonyeshwa katika akaunti ya Donta TV YouTube. Akaunti ya Donta TV inaonyesha hii tamthilia ya Bado Natafuta, na ina viewers hao 360,000 na zaidi, wastani wa series zake zote alizoonyesha mpaka sasa hivi. Tunaenda namba 8. Namba 8 ni Pressure. Pressure hii ni tamthilia iliyoisha, ilianza mwaka 2025 na kuisha 2026, na ina jumla ya episodi 89, ambaye kipande cha 89 ndio mwisho final episode, na inamilikiwa na Chado Master Films, katika akaunti ya Chado Master Films, na ikidirectiwa na huyo Chado. Ina zaidi ya viewers 410,000, wastani wa episode zake zote hizo 89 ni viewers 410,000 na zaidi. Ni Pressure namba 8. Twende kwa upande wa namba 7. Namba 7 ni tamthilia ya Ndoa. Ndoa ni tamthilia inaonyesha misukosuko katika mahusiano, katika maisha ya ndoa, na inamilikiwa na Pasali Brand katika akaunti ya YouTube ya Pasali Brand. Ina zaidi ya viewers 570,000 wastani wa episodi zake mpaka sasa hivi, bado inaendelea. Usikose kufuatilia tamthilia hii, kwani utajifunza mengi sana kutokana na ndoa na misukosuko na mambo mengine yote ambayo yanahusiana na maisha na mapenzi na mahusiano kwa ujumla. Tunaenda nafasi ya 6. Nafasi ya 6 ni Love Me Again. Love Me Again ina zaidi ya viewers 630,000. Huo ni wastani au jumla ya episodi zake zote ambazo anazoendelea kuonyesha mpaka sasa hivi, na hii ni tamthilia ambayo inarushwa na Sandra Films katika akaunti yake ya Sandra. Love Me Again tamthilia inahusiana hasa ni familia ambayo inamwelezea sana mzee ambaye anatoka kijijini na mwacha mke wake anaenda kutafuta katika mazingira ya Dar es Salaam, na kisha arudi tena kijijini, lakini anarudi anamkuta mke wake amefariki, na mke wake anamwachia mtoto ambayo atapata shida sana mzee kumfahamu mwanaye, na hapo ndo kizazi zake kinachoanza, na baadaye kuja kufanikiwa kumpata mwanaye, lakini katika mazingira ya utata na ya kutatanisha. Na vizuri zaidi ukiona hii tamthilia inaelezea, ina mafunzo mengi ya kimaisha na mahusiano kwa ujumla. Love Me Again ina zaidi ya viewers 630,000, wastani wa viewers zote zinazoonyesha mpaka sasa hivi, na
akaunti ambayo inaonyeshwa ni Sandra Film, Sandra katika akaunti yake ya Sandra YouTube. Tumetoka katika 5 bora za kwanza ambazo tumeanza katika nafasi ya 10 hadi nafasi ya 6, na sasa hivi tunakuja katika 5 bora la upande wa pili, na nafasi ya 5 katika 10 bora. Nafasi ya 5 inashikiliwa na tamthilia ya Huyu ni Nani. Huyu ni Nani ni tamthilia ambaye imejizolea umaarufu mkubwa sana hasa mtaani, na ina mafunzo mengi sana katika maisha ya sasa na ya uhalisia. Inamwelezea mtoto anaitwa Kasongo. Ni mtoto ambaye ana maono, ana uwezo wa ajabu, ambaye ametumwa katika hii dunia kuja kusaidia watu, na katika kipaji chake ambacho alichopewa si kwa ajili ya kukandamiza watu, ila bali ni kuwasaidia. Na Huyu ni Nani ina zaidi ya viewers 840,000 ni wastani wa episodi zote ambazo anazionyesha mpaka saizi, na ipo katika akaunti ya Dubu TV, Dubu TZ, na inadirectiwa na Mr. Abdul. Na hivyo Dubu TZ, usikose sana kufuatilia tamthilia hii, pia ina mafunzo mengi sana. Na nafasi ya 4 ni tamthilia ya Big Boss. Big Boss ni tamthilia ambayo inaonyesha hasa zaidi maisha ya tamaa ya mali, na asilimia nyingi sana za vijana ambayo wanataka tamaa za mali, na kwa hivyo badala yake wanaenda kuangukia katika mazingira ya utata na mazingira ya kiushetani. Wanapewa mali za masharti na wanapata maisha ya tabu sana katika kuziongoza hizo mali, na kinachowagharimu hasa hadi kuondoa ndugu zao katika mazingira ya kafara. Ni tamthilia ambayo inaonyesha na inafunza mafunzo mengi sana hasa kwa wale ambao wanatafuta maisha katika mazingira ya tamaa. Ni tamthilia ya Big Boss ambayo ina zaidi ya viewers 890,000. Ni wastani wa tamthilia zote ambazo ni wastani wa episode ambazo zote ambazo zinazoonyeshwa katika akaunti ya Clam Vevo. Ya jumla ya episode zote ambazo zinazoonyeshwa katika tamthilia hiyo ya Big Boss ni inajizolea umaarufu sana kwa sasa katika mazingira ya utafutaji wa maisha, hasa kwa wale ambao vizazi vya tamaa. Hii tamthilia bwana inaonyeshwa katika akaunti ya Clam Vevo. Tunaenda kwenye 3 bora. 3 bora namba 3 inashikwa na tamthilia ya Last Chance. Last Chance ni tamthilia ambayo kama hutaielewa vizuri kuanzia nafasi ya 1, ya 2 na ya 3, basi unaweza kupata maa ukaacha kuangalia, lakini kama unaelewa vizuri inaendelea na uko mbele, inakuja kuonyesha mafunzo makubwa sana. Ina mambo mengi sana ya kimaisha, ina misukosuko mingi, ina utekaji, ina ushirikina humo ndani yake, ina message nyingi sana, ina message ya ngono ndani yake na mafunzo mengi sana ambayo inatoa ndani yake. Last Chance ni tamthilia ambayo ina zaidi ya viewers 1.1 wastani wa episodi zote ambazo zinazoonyeshwa mpaka sasa hivi, na bado zinaendelea kuonyeshwa. Na mmiliki wa tamthilia hii ni mwenye akaunti ya Chinga Media. Chinga Media na ukimfuata katika akaunti yake ya YouTube hiyo ni Chinga Media hiyo, na kwa upande wa nafasi ya 3 wa tamthilia 10 bora zinazoonyeshwa kwa sasa YouTube za kibongo. Tamthilia namba 2 ni tamthilia ya Dunia. Dunia ni tamthilia ambayo ina episodi kati ya tamthilia zote zinazoonyeshwa. Dunia ndio tamthilia ambayo inayoongoza kwanza kuwa na episodi nyingi mpaka sasa, na bado inaendelea kuonyeshwa, na tamthilia ambayo ipo katika season 2. Ina episodi zaidi ya 160 na episodi zaidi ya 160, na kwa sasa inaendelea kuonyeshwa na ina zaidi ya viewers 1.3 ni wastani wa episodi zote ambazo zinazoonyeshwa mpaka sasa. Na hii tamthilia inaonyeshwa katika akaunti ya Asma Films, inadirectiwa na baba Asma.
tamthilia ya Dunia inaelezea misukosuko, mambo mengi sana ya kimaisha na maisha uhalisia, maisha ya ndoa na ina mafunzo mengi sana. Kabla kukupeleka katika nafasi ya kwanza, nikupe tu kiufupi katika orodha ya tamthilia ambazo nilizokutajia hapo mwanzo. Namba 10 ni Bad Boy, inaonyeshwa katika akaunti ya KP wa Aquino. Namba 9 ni Bado Natafuta, inaonyeshwa katika akaunti ya Donta TV. Namba 8 ni Pleasure, inaonyeshwa katika akaunti ya Chado Master Films. Namba 7 ni Ndoa, inaonyeshwa katika akaunti ya Pasari Brands. Namba 6 ni Love Me Again, inaonyeshwa katika akaunti ya Sandra. Namba 5 ni Huyu Ni Nani, inaonyeshwa katika akaunti ya Dugu TV. Namba 4 Big Boss, inaonyeshwa katika akaunti ya Rambobo. Namba 3 Last Chance, inaonyeshwa katika akaunti ya Chinga Media. Namba 2 ni Dunia, inaonyeshwa katika akaunti Asma Films. Basi ni ukumbushe tu kama bado ya subscribe, pia bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa zetu pale tu tunapozipost katika akaunti yako hii ya Asham TZ ya YouTube. Pia share, comment na like, kwa sababu ukikomenti tunapata majibu kama tupunguze wapi tuongeze wapi, na inamaanisha kuwa good supporter kwa sisi. Namba 1 ni Menkwa Schools. Hii ni tamthilia ambayo inaonyeshwa katika akaunti ya Steve Mouse. Ni tamthilia ambayo hii ni idea ya Steve Mouse na pamoja na Ndalo, na ni tamthilia ambayo ndani yake ina ni comedian. Kifupi, ni tamthilia ni drama ya comedians, hasa ni tamthilia ya comedians na vichekesho ndani yake. Ukiangalia lazima, kama usipocheka basi una matatizo. Na nikupe tu siri ya tamthilia hii, kwa nini inashika namba 1 na kwa nini itaendelea kushika namba 1 na kwa nini inapata viewers wengi. Kwanza kabisa, ni tamthilia ambayo inaonyeshwa na inajumuishwa ndani yake ma characters wengi, mastaa wengi sana wanaonyeshwa ndani yake ya tamthilia hii. Na katika kila kukicha Steve Mouse analeta idea mpya na analeta mastaa wapya katika tamthilia hii, japokuwa kuna wale ambaye wapo katika kila episodi. Na namba 2, hiyo ni sababu ya kwanza ambayo inafanya hii akaunti tamthilia kuwa na viewers wengi. Na sababu ya pili ni tamthilia ambayo inaonyeshwa sio YouTube peke yake, tamthilia pia ambayo inaonyeshwa katika chaneli ya Cheka Plus ambayo ipo katika vizibuzi mbalimbali ikiwemo Azam TV. Hiyo ndio imewafanya watu mpaka kufuatilia YouTube inavyoendelea. Na nikupe tu viewers ambao inaonyeshwa waliotazama tamthilia hii mpaka kwa sasa ina zaidi ya viewers milioni 1,60,080. Huu ni wastani wa episodi zote ambazo zilizoonyesha mpaka sasa hivi. Ina wastani wa hiyo viewers ni milioni 1,60,080. Nikukumbushe tu mtazamaji wa Asham TZ, hii ni YouTube channel. Huu wastani wa viewers katika tamthilia hizi haimaanishi kuwa, yani kwa ufupi, kila episode na viewers tofauti, lakini hapa tumeangalia ni ukiwachukua viewers wote na ukiwagawanya unapata angalau wastani wa viewers wangapi. Ndio tumechukua katika akaunti yetu hii ya Asham TZ. Kwa habari mbalimbali usikose kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Asham TZ, Instagram Asham TZ, TikTok, Facebook pia nayo tupo. Mimi ni Asham Islam. Hii ni Asham TZ, always available. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kushare na kucomment. Asham TZ, always available.